majukumu magumu na maamuzi ambayo kwa tamaa za kupata fedha za kuendeshea club tungeweza kuchukua fidia kama watu wote wa eneo lile walivyochukua. Lakini uongozi wenu ulisema hapana, turuhusu iwe sehemu ya mradi ili baadaye tunufaike na mradi huo. Baada ya kuruhusu, tukapita kwenye mlolongo mrefu wa procedure za mradi na baadaye kuliomba eneo lile. Na bahati nzuri maombi haya yalienda kwa Mheshimiwa Rais na kwa usikivu wake mkubwa akatupatia eneo la square mita 37,500. Tumpigie makofi Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upendo aliokuwa nao kwenye klabu yetu. Na mwaka jana siku ya mwananchi, kwenye kilele cha siku ya mwananchi, tulikabidhiwa hati yetu na kaka yangu Deo Ndejembi wakati huo akiwa waziri wa ardhi. Imetuchukua miaka mitatu, ndugu wanachama wa klabu ya Young Africans, kupata eneo lile. Miaka mitatu ya uongozi wetu kufikia kupata eneo lile. Na watu wanaweza kuhoji kwa nini tumechelewa kujenga uwanja katika kipindi ambacho tuliahidi. Kama unaweza kuona uongozi wetu ulikuwa ni wa miaka 4, tumechukua miaka mitatu kupata hati. Na niseme baada ya hapo hatukulala, tulichukua jitihada nyingine za kuhakikisha tunafikia malengo ya kujenga uwanja. Ndugu wanachama, katika kipindi cha mwaka mmoja baada ya kukabidhiwa ardhi, tumepiga hatua kubwa sana kuendea mradi wetu wa uwanja. Tulianza kwa kutengeneza kamati maalum itakayotusaidia kutafuta wazabuni au wawekezaji, na kamati hiyo tunawashukuru sana. Nikushukuru kakaangu Alex Mgongolo mwanasheria, wewe pamoja na Ivan Tarimo ambao mmeiunga mkono kamati ya utendaji na kuja kutupa taaluma ya uwekezaji kwenye miradi. Kamati ile ilitangaza nafasi za uwekezaji kwenye eneo la uwanja. Baada ya hapo watu wakaomba na mataasisi mbalimbali, lakini mwisho wa siku mchakato ukaenda na tukampata investor ambaye tutakwenda kushirikiana naye kwenye eneo la uwanja. Ndugu wanachama, na nyinyi ni mashahidi, tumefanya vikao mbalimbali na tumetoa taarifa za vikao hivyo mpaka tulipofikia kumpata GSM Tanzania Limited kuwa mwekezaji mwenza kwenye eneo la uwanja wa klabu ya Young Africans. Nichukue fursa hii kumshukuru sana mkurugenzi mkuu na mmiliki wa klabu wa kampuni ya GSM kakaangu Ghalib Said Mohamed kwa utayari wake katika kushirikiana nasi kuweka historia ya kuwa klabu ya Young Africans kuwa na umiliki wa uwanja wake wa kisasa. Na naamini haya ni mafanikio makubwa kwa klabu yetu, lakini pongezi kubwa kwake kwa kuwa sehemu ya watu watakaoweka historia hiyo. Ndugu wanachama, baada ya kusaini makubaliano na mwekezaji huyu, makubaliano yale yalikuwa yamegawanyika kwenye maeneo mawili. La kwanza ni wajibu wa kila taasisi na eneo la pili ni haki za kila taasisi. Wajibu wa taasisi hizi mbili ambao ni Young Africans upande mmoja na GSM Group upande wa pili, tulikubaliana ya kwamba Young Africans itatoa ardhi kwa ajili ya kuleta mchango wake kwenye ujenzi wa uwanja, na mwekezaji jukumu lake litakuwa ni kutoa fedha kwa ajili ya kujenga uwanja huo. Makubaliano haya yaliridhiwa na pande zote mbili kupitia Excom na umiliki wa kampuni ya GSM. Hatua iliyofuata baada ya hapo ni kujua haki baada ya kujua wajibu. Haki zetu sasa, klabu ya Young Africans itamiliki 50% ya uwanja na kampuni ya GSM itamiliki 50% za uwanja. Ndugu wanachama, mgawanyo huu utakwenda kufanywa kupitia kampuni mpya itakayoundwa. Kampuni hii itakuwa na umiliki wa Young Africans kwa 50% na umiliki wa GSM Group kwa 50%. Kwa sheria za nchi yetu, klabu ya Young Africans, na nimeeleza wazi hapa, ardhi yake inamilikiwa na trustees ambao ndio wadhamini wa klabu ya Young Africans. Uongozi wenu kupitia kamati ya utendaji kulifanya vikao mbalimbali na wajumbe wa baraza la wadhamini wakiongozwa na mwenyekiti wao mzee wetu George Mkuchika pamoja na wajumbe ambao niliwataja hapo awali. Wajumbe hao watano pamoja na mwenyekiti wao waliridhia klabu ya Young Africans kupitia umiliki wa ardhi yao kuitoa ardhi hiyo na kuiunga mkono kampuni mpya itakayoundwa kwa ajili ya umiliki wa 50% kwa 50%.
Hatua inayofuata, ndugu wanachama, kwa maelekezo ya katiba yetu ni kuomba ridhaa ya wanachama wa Young Africans. Wanachama hao ndio wamiliki halali wa ardhi hiyo inayosomeka Young Africans Trustee. Waridhie sehemu ya ardhi hiyo kuingia kwenye mradi wa ushirikiano kati ya Young Africans na GSM Group. Nichukue fursa hii kuwaomba wanachama wa Young Africans kulileta kwenu ombi hilo na kuomba ridhaa yenu kwenye hatua tunayoiendea. Wanaokubali kuridhia klabu ya Young Africans kuingia makubaliano haya na kuruhusu muunganiko wa hii kampuni na klabu ya Young Africans, naomba wanyooshe mikono juu kwa ajili ya kupata ithibati ya wanachama. Nashukuru sana. Kwa haki ya wanachama ambao ndio wamiliki wa ardhi hii, naomba nitoe fursa kwa wale ambao hawajakubali ardhi hii kupelekwa kwenye muungano wa kampuni kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Naomba wanyooshe mikono juu ambao hawajaridhika na maamuzi haya. Kwa muktadha huo, kwa pamoja, kwa kauli moja ya wanachama wote waliohudhuria mkutano huu, tunaridhia uundwaji wa kampuni mpya utakaoruhusu Young Africans kuchangia ardhi yake kwenye uwanja. Tujipigie makofi kwa wote tunaosema ndio. Nawashukuru sana, na hii ni historia kubwa kwa klabu yetu kufikia maamuzi haya. Na hatua inayofuata baada ya hapa ni kuandaa sasa ratiba au taratibu za kitaaluma za kisheria zinazoambatana na muhtasari wa mkutano huu. Katibu, kwa rekodi, manake wanachama wote wameridhia hili jambo. Tunashukuru na naomba iwe sehemu ya muhtasari wa mkutano huu. Ndugu wanachama, hatua inayofuata ni kuunda kampuni mpya itakayoweza kuruhusu transaction hiyo kufanyika, na sisi kama Young Africans tutakapokuwa tumeidhinisha kama tulivyopitisha leo transfer ya ardhi hiyo, tutakuwa tayari tumetekeleza wajibu wetu kwa 100% ya ujenzi wa uwanja wa klabu ya Young Africans. Jukumu litakalobaki litabaki kwa mdhamini wetu au mfadhili wetu au partner wetu GSM Group sasa kutujengea uwanja. Na mimi ninavyomfahamu Ghalib Said Mohamed, taarifa hii atakuwa anaifuatilia mubashara, na huenda sasa hivi sasa baada ya mkutano huu tukaona uwanja wa Young Africans ukianza kujengwa immediately. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana wanachama wa Young Africans kwa kuweka jambo hili la kihistoria katika rekodi. Lakini kiachilia mbali miundombinu, eneo jingine ambalo lilikuwa muhimu sana katika uongozi wetu ni kuhakikisha tunaleta mafanikio kwenye klabu yetu. Katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wetu, mimi kushirikiana na kamati ya utendaji tumetengeneza kikosi imara kabisa, na niwaambie huenda ikawa ni historia. Uongozi wetu katika kipindi cha miaka 4 tumeweza kubeba mataji 16, rekodi ya juu kuliko zote katika historia ya mpira wa taifa letu. Tumeweza kubeba ligi kuu mara 4, kombe la shirikisho, tumeweza kubeba ngao ya jamii, tumeweza kubeba Mapinduzi Cup, tumeweza kubeba Muungano Cup. Na kuna watu katika mataifa yao walijichanganya wakatualika tukapita nayo makombe yao. Toyota Cup South Africa pamoja na Rayon Sports Cup Rwanda. Mataji haya ni historia kwetu kama club, lakini faraja kwa wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans. Kakaangu Mbwiduke ni mtu wa statistics, ataweza kutusaidia. Katika kipindi chetu cha miaka 4 tumeweza kucheza mechi 120, rekodi kubwa kuliko zote. Tumeshinda mechi 101, tumetoka sare mechi 12 na kufungwa mechi 7 tu.
tukiweka rekodi ya kukusanya point 315. Hakuna timu katika historia ya miguu Tanzania imewahi kukusanya pointi nyingi kiasi hiki kuanzia msimu wa 22-23 mpaka 25.